Tukiachana na hayo, Rais Uhuru Kenyatta amepuuzilia mbali madai ya viongozi wa upinzani ya kutoshiriki uchaguzi mkuu kwa msingi kuwa tume ya IEBC inapanga njama na serikali ya Jubilee. Akizungumza katika kongamano la chama cha Democratic Party, Uhuru amesema kuwa Wakenya wana demokrasia na uhuru wa kumchagua kiongozi, ila hilo halitafanyika kwa njia ya vitisho. Nick Wambua alihudhuria hafla hiyo na sasa anaarifu. Leo ilikuwa zamu ya chama cha Democratic Party kumuidhinisha Rais Uhuru Kenyatta kugombea urais katika uchaguzi mkuu ujao. Ila akazungumzia swala tata la kuhesabu kura za urais kwa matakwa ya upinzani. Haiwezekani tukiwa na vyama vyote ambavyo tuko navyo, iwe kuna chama moja ambayo itasema kama mambo haitafanyika kulingana na matakwa yangu, hakuna kitu itaendelea. Hiyo ni demokrasia kweli? Katika wito kwa upinzani, Uhuru amewataka kukoma vitisho kwa taasisi huru za umma kama vile mahakama na tume ya IEBC. IEBC ipewe heshima kwa sababu hii mambo it is in the constitution. Wewe unaenda kutisha koti, kesho yake unaenda kusema kama haitakuwa hivi kutakuwa shida. Kwani shida ni kwa nini? Shida iko wapi? Chama cha DP kimejiunga katika msururu wa vyama vilivyomuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta kurudi Ikulu kwa mara ya pili. Kenyatta alipokea mkono wa chama cha maendeleo Chapchap, KANU na Kenya na Economic Freedom Party kati ya zaidi ya vyama 13 vinavyounga azma yake. Tutafanya kazi pamoja, tutakampeni pamoja. Kampeni za uchaguzi wa Agosti 8 zitaanza rasmi tarehe 28. Vyama vyote vinavyomuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta vinatarajiwa kufanya kila juhudi kuona kwamba ameibuka mshindi katika uchaguzi mkuu. Nicholas Mbua, Dira ya Wiki, KTN News, Nairobi.